Kuna haja ya sekta ya waendesha bodaboda katika wadi ya Rabai Kisurutini, kaunti ya Kilifi kupewa kipaumbele zaidi ili kuboresha maisha ya vijana wanaojihusisha na shughuli hiyo. Haya yamebainishwa na mwaniaji wa nafasi ya uwakilishi wa wadi hiyo katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, Ndune Munga, alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari eneo hilo. Munga amesema kuwa kwa muda mrefu vijana wa bodaboda wamekuwa wakitumika na wanasiasa wakati wa kampeni za uchaguzi, lakini baadaye husahaulika bila kupata manufaa yoyote ya kudumu. Maisha ya hawa madereva wa bodaboda kwa muda mrefu pia nao wameachiliwa na hawajaweza kusaidika katika masuala msingi ambayo wao pia anaweza kuwawezesha katika familia zao. Kijana wa bodaboda anafanya ile kazi kubwa ambayo anaifanya, mwisho wa siku viongozi hawajawatambua hawa vijana wa bodaboda. Watatumika tu wakati wa siasa, wakati siasa imefika, vijana wa bodaboda ndio wanatumika. Vijana wa bodaboda wao ndio mstari wa mbele kuwekwa katika misafara ya kisiasa na kutumika katika kisiasa. Baada ya hapo hawa vijana wa bodaboda, yule kiongozi ambaye amepita, hakuna hata mmoja ambaye anarudi na kushughulika masuala ya bodaboda. Ameeleza kuwa hali hiyo imechangia kudorora kwa maendeleo ya vijana licha ya mchango wao mkubwa katika jamii. Aidha, amesisitiza kuwa waendesha bodaboda ni kiungo muhimu katika uchumi wa jamii, kwani hurahisisha usafiri na uchukuzi wa bidhaa hasa katika maeneo ya mashinani. Kutokana na umuhimu huo, ametoa wito kwa viongozi na wadau mbalimbali kuwajumuisha katika mipango ya maendeleo. Munga ameahidi kwamba endapo atapata nafasi hiyo, atasimama kidete kuhakikisha kuwa vijana hao wanaunganishwa na chama cha ushirika kitakachowawezesha kupata mikopo nafuu na kusaidia wanapokumbwa na changamoto mbalimbali. Nikiwa kiongozi wa Rabai, nikiwa nimejitolea, nimejikakamua na kusema nitasimama 2027, nitapigania UMCA hapa Rabai Kisurutini, nitamtetea kijana wa bodaboda, nitamtetea yule dereva wa bodaboda. Dereva wa bodaboda nikitambua kama ni mtu muhimu sana katika shughuli zote za hapa Rabai. Tutawekeza katika masuala ya hao vijana wa bodaboda waweze kuwa na sako yao, ambapo hapa Rabai hawajatambulika na kuwa na kitu kama hiyo. Sako ni kitu muhimu sana ambacho bodaboda wengi sasa hivi wamefaulu katika kujiendeleza kwa sababu ya kitu kama hizo mambo za masako. Ameongeza kuwa mifano kutoka maeneo mengine inaonyesha wazi kuwa waendesha bodaboda wameweza kupiga hatua kupitia Ameongeza kuwa mfano kutoka maeneo mengine inaonyesha wazi kuwa waendesha bodaboda wameweza kupiga hatua kubwa kiuchumi kupitia vyama vya ushirika, jambo ambalo limewasaidia kuboresha maisha yao na kukuza biashara zao. Kauli yake imepokea. Tukiwa na sako ya bodaboda, yule kijana wa bodaboda atapata kusaidika katika ile sako, atakuwa anawekeza pale na atakuwa anapata mikopo ambayo itamsaidia pia. Mara nyingi pia hawa vijana wa bodaboda huhusika katika maajali ambayo kila mtu hakutarajia. Wakati akipata mkasa kama ule, hana pa kutegemea, hakuna sako, hakuna welfare. Ni mtu tu ambaye hajapewa ule ufahamu wa kwamba sasa hii nyinyi ni mkuwe na welfare ama mkuwe na sako ambayo itawasaidia. So viongozi hawajawatambua na hawajawapatia ule mwongozo mzuri kwamba hawa bodaboda wetu wacha tuwaweke safe katika hii mipango ya welfare, mipango ya insurance na mipango ya kuwa na Kauli yake imepokelewa vyema na baadhi ya waendesha bodaboda eneo hilo, ambao wanasema kuwa hatua hiyo itakuwa mkombozi mkubwa kwao iwapo itatekelezwa. Wameeleza matumaini yao kuwa sekta hiyo itapata kutambuliwa na kupewa msaada unaostahili ili kuinua kipato chao na hali ya maisha kwa ujumla. Tutakuwa na faili ya kila kijiwe ama kila stage ya bodaboda. Kila stage ya bodaboda itakuwa na faili yake na members wake. Wale members wote watakuwa wako identified katika hiyo faili ya bodaboda, ambapo kama hauko member wa hiyo sako, hauko member wa hiyo bodaboda stage pale, utakuwa hauko katika ile faili. Ile faili itatusaidia pia tukiweka pale kwa OCS pia. OCS wetu wa Rabai pia atajua kwamba madereva wa bodaboda ni hawa. Mtu ambaye atahusika katika kitendo ambacho si cha kawaida na si bodaboda ambaye ni wa Rabai, yule OCS pale akipelekewa atakuwa na faili zote pale, anaweza kuelewa kwamba
bodaboda si wa Kisurutini ni hawa, na huyu aliyehusika si wa Kisurutini. Inakuwa rahisi pia kuwa na mikakati mizuri katika hiyo pia. Nikiripotia Bandari TV, mimi ni Ramadhan Ngala.